Miongoni mwa vitu vya msingi ambavyo tunafundishwa sisi vijana ama tunajifunza sisi vijana ni nidhamu katika swala la utafutaji, na hakuna ndoto inayoweza kuwa kubwa kabla ya kuanza kwa hatua ndogo ndogo. Tunalifahamu hilo na tumekuwa tukipata mahusia mengi kwa wale public speaker kwenye vitabu mbalimbali tunavyovisoma, lakini kwa watu wanaotuzunguka. Sasa jana tarehe 19 ama niseme usiku wa kuamkia leo, ambayo ikiwa tayari ilikuwa tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, imetawaliwa na habari ya Madam Rita, chief judge wa mashindano ya BSS Bongo Star Search, ambayo yamekuwa yakifanyika kwa misimu kadhaa hivi sasa. Tunafahamu tumekuwa ni wafuatiliaji wakubwa, wengine tungali tukiwa na umri mdogo mpaka tunafikia umri huu tumekuwa ni wafuasi wakubwa wa Bongo Star Search. Na unapomzungumzia Madam Rita unazungumzia kioo ambacho kinatazamwa na vijana wengi kutokana na yale ambao wameyafanya kwenye tasnia ya muziki, entertainment industry kwa ujumla. Huwezi ukaizungumza kama utalisahau jina la Madam Rita. Ametajwa kwenye maeneo mengi tofauti tofauti, na mpaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alishawahi kumtaja kwenye moja kati ya matukio ambayo aliwahi kushiriki na alikuwepo Madam Rita na akalitaja jina lake. Kwa hiyo tunapomzungumzia Madam Rita ni miongoni mwa watu ambao wanatazamwa na watu wengi zaidi kwa nafasi ambayo amekuwepo kwa miaka kadhaa, wakimaintain kile ambacho wamekifanya kwa muda mrefu na kimewatoa watu wengi. Sasa kwa nini tunamzungumzia Madam Rita? Tunamzungumzia kwa sababu ya kile ambacho kimejili siku ya kuamkia hii leo. Kwa hiyo tunazungumzia usiku wa kuamkia leo. Miss World ilifanyika pale New Superdome Masaki, ambapo ilikutanisha watu mashuhuri tofauti tofauti. Baada ya burudani zote kumalizika pale, zipo media ambazo zilihitaji kuzungumza na Madam Rita, lakini mapokezi yake hayakuwa mazuri kwa vile vyombo vya habari, kwa lugha aliyoitumia baada ya kuwakubalia kufanya interview, na akawauliza kuwa ninyi ni media gani. Walipotaja majina, reaction ya Madam Rita haikuwa reaction nzuri, kwa kuziita kwamba kwa kusema kuwa sifanyi interview na media uchwara, kitu ambacho kimeibua hisia tofauti kwa siku ya leo tulionao Jumatatu ya tarehe 20 kwenye mitandao ya kijamii, hususan entertainment industry imetapakaa hii taarifa. Yaani toka asubuhi mpaka tunavyozungumza majira haya ni Rita 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 Rita. Kiukweli si kauli nzuri aliyoizungumza, lakini kwangu mimi, kabla sijapitia maoni ya watu mbalimbali ambao wamezungumza nitasema kitu kimoja. Ingekuwa Madam Rita ameizungumzia Mike 360 katika positive way, kwa kuisifia kwamba mnafanya kazi nzuri, endeleeni hivyo, sidhani kama ingekuwa ina mapokeo kama ambavyo hii alivyosema, kauli yake inavyozunguka kwa hivi sasa. Sidhani kama ingekuwa ina matokeo hayo chanya ambayo tumeona kwa sasa hivi kupitia kauli yake ambayo si nzuri, lakini imeweza kubebwa katika namna ya kukemea kile alichokifanya, namna ya kuonyesha kwamba usidharau jambo hata kama likiwa ni dogo, licha ya kuwa yeye amesema ni kutokana na mudi mbaya aliyokuwa nayo imemfanya yeye azungumze hivyo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine imefanya leo tunamzungumzia Mike 360. Sio kwamba ni mgeni kwenye industry ya online game, hapana. Yupo ndani ya muda fulani, anafanya kazi zake, lakini kwa ukubwa au mileage ambayo amepata kwa siku ya leo, aisee, sio kitu kidogo, sio kitu kidogo hata kidogo. Siungi mkono kauli ya Madam Rita. Naomba nieleweke vizuri, msije mkanihukumu au mkanishambulia kwamba nimeunga mkono kauli ya Madam Rita. Siafikiani nayo hata kidogo, ila matokeo ya kauli aliyoizungumza Madam Rita ndio yametukutanisha hapa leo kuzungumza juu ya kauli. Imekuwa ni kauli mbaya, na mimi nataka niwarudishe watu nyuma, niwakumbushe kwamba leo tuna msanii A-list wa Tanzania ambaye aliwahi kupita kwenye Bongo Star Search, na wapo wasanii wengi ambao leo wanafanya vizuri walipita kwenye Bongo Star Search. Kumbuka, hawa wote ambao wanafanya vizuri walipita kwenye Bongo Star Search hawakuwa namba moja, hawakuwa washindi wa Bongo Star Search. Bongo Star Search tunazungumza sasa hivi, kama sikosei, ni msimu wa 16. Ndani ya misimu 16 tukitafuta washindi namba moja
ambao walishinda mashindano ya BSS na wapo kwenye music industry na wanafanya vizuri, my dear, hawavuki wanne. Yani hawavuki wanne. Yani ukiwatafuta unawatafuta kwa tochi kweli kweli. Tunaye Walter Chilambo. Walter Chilambo tunakumbuka alipita Bongo Star Search. Tunaye Kayumba alipita kwenye Bongo Star Search. Wengine wapo wengi ambao walipita huko nyuma, kina Emmanuel na wengine wengi walipita huko nyuma, lakini kwenye game hatuwaoni. Hatujui nini kilitokea baada ya wao kushinda, hatujui waliamua kufanya maisha mengine, lakini wapo wale ambao walipita na hawakufanya vizuri kwenye mashindano ya Bongo Star Search. My brother and sister ambao mnanisikiliza hivi sasa, tuna Harmonize ambaye alipita kwenye Bongo Star Search na comment ya majaji ni hajui. Angekuwa ni mtu wa kusikiliza kile alichoambiwa kuwa hajui, angejikatia tamaa kwenye kile anachokifanya, lakini kwa sababu aliamini katika kile anachokifanya, leo hii wale walio comment negative ndio wanaomuunga mkono, ndio wanaomwalika kwenye hizi shughuli zao. Kwa hiyo kwenye hili swala tusiichukulie negative sana kauli ya Madam Rita. Binadamu kuna kukosea, simtetei. Binadamu tumeumbwa kukosea, ulimi unatereza. Kiukweli hao tunaowaona ni wakubwa, tunaowaita ni wakubwa, watu wanatakiwa waelewe sasa hivi game imebadilika na game ya online ndo inachagua mainstream leo watazungumzia nini. Yani leo kinaweza kikaibuliwa kitu na hizi online media zinazoitwa VTV uchwara, vikaibua mada, vikaibua agenda, vikafukua mambo ambayo yamejificha huko ndani na ikageuka kuwa story kwenye mainstream. Tunaona katika nyanja nyingi tofauti, sio upande wa mambo ya kisiasa, sio upande wa mambo ya kiburudani, iwe ni mambo ya kimziki, uwe ni mpira. Kuna vitu vinaibuliwa huku chini, vinafukunyuliwa na online, na hawa watu wamekuwa ni wazuri sana kwenye kutengeneza maudhui. Yani leo utaonekana ni mtu wa ajabu ukidharau online media. Na mimi nimemshangaa Madam Rita kwa sababu wanapoandaa msimu mpya wa mashindano ya Bongo Star Search, mara zote huwa wanaalika hizi media uchwara, online TV media. Mara nyingi sana huwa wanazialika. Wanazialika kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupush ile agenda, kuweka msukumo wa jambo lao kuwafikia Watanzania wengi kwa wakati mmoja. Na hii nguvu ipo kwenye hizi online platform ambazo vijana hivi sasa wamejiajiri, walio wengi wamejiajiri katika soko la hizi online media. Sasa kwa nafasi ulionayo, kwa heshima ulionayo, ulioijenga kwa muda mrefu katika industry ya muziki, na kwa Tanzania na kwa Watanzania kwa ujumla, tunakuwa tuna maswali ya walakini kwamba wewe umekuwa ni sehemu ya kuwafariji hata wale washiriki wa BSS ambao muda mwingine unaweza kukuta comment za salama zinakuwa ni ngumu sana kuliko za kwako. Wewe umekuwa ni sehemu ya faraja kwa watu, lakini leo hatujui kama kweli ulikuwa una mood swing au umeghafilika. Hatujui kwa sababu umetoka kwenye tukio la furaha. Tulikuwa tunaamini kwamba utakuwa una mood nzuri kwa sababu humo ndani umepata burudani. Alikuwepo msanii mkubwa Alikiba kawaburudisha, kulikuwa kuna walimbwende wengi ambao kwa macho tu hivi wanavutia, licha ya miondoko yao na mambo kadha wa kadha yaliyokuwa yameandaliwa katika shughuli hiyo husika iliyofanyika hapo jana. Kwa tunajiuliza kama vijana, lakini kubwa sisi kama vijana hatupaswi kukata tamaa. Hatupaswi kukata tamaa hata kidogo. Yani Madam Rita ameona joto la media uchwara kwa siku ya hii leo. Yani kaona joto la media uchwara, na sidhani kama ili swala litakuja kujitokeza tena kwake abadan. Na kumekuwa kuna hii changamoto sio kwa Madam Rita peke yake. Sisi tunaozunguka katika kutafuta haya maudhui tunakutana na hizo changamoto sana. Sio kwa Mike 360 peke yake. Online platform inapata wakati mgumu sana katika kutayarisha maudhui yake kutokana na hizo comment negative, kudharaulika, we ni mdogo. Yani mtu anaona kama akifanyiwa interview na hiyo media uchwara hatofika popote. Lakini usidharau
Usidharau. Tushakutana, unafika sehemu mtu umekubaliana naye au anakwambia nisubiri dakika 10, anakuweka masaa mawili, unampigia simu anaweza asikupokelee, kwa sababu yeye ni mkubwa bro. Yeye ni mkubwa, anadharau hicho cha kwako ambacho ni kidogo. Lakini wewe ukijidharau hauwezi ukafika hapo, hauwezi ukafika hapo kama wewe utaamua kujidharau. Kwa hiyo hakuna komenti mbaya, hakuna maoni mabaya ambayo yanaweza yakamwathiri mtu, isipokuwa wewe ukikubali kuyapokea hayo maoni mabaya. Kama utakubali kupokea hiyo negativity comment ambayo inakuja kwako au imezungumzwa kuhusiana na wewe, ujue kabisa wewe umeruhusu anguko. Lakini kama utakuwa hujakubaliana na hicho kitu, amini kwamba unanyanyuka na unaenda level nyingine. Kwa hiyo hii ni stepping stone ambayo imefanywa, yani ni Madam Rita sasa kawa kama ngazi ya vyombo ambavyo vilikataliwa ama vilionekana ni media uchwara, kwa wao kuendelea kufanya kazi zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, bila ya kudharaulika, bila ya kujidharau. Pengine kuna watu watataka wafanye nao kazi, nyie ndo Madam Rita alitoa comment hii, I say nawapa dili hili, fanyeni kazi hii, msikate tamaa, msivunjike moyo, tuendelee kusonga mbele. Kwa hiyo tusijisikie wanyonge, tusijisikie kukata tamaa, tuendelee kupambana kila kunapoitwa leo. Tuandae vitu vilivyo vizuri, vitu bora kwa ajili ya Watanzania ambao wanatusikiliza, waliopo ndani ya taifa hili, nje ya taifa hili, lakini hata kwa wale wasio wa Tanzania ambao wanazungumza lugha hii ya Kiswahili. Wapo watu wengi ambao wanatufuatilia kutoka mataifa ya watu wengine, wapo Kenya, wapo Uganda, wapo Rwanda, East African, Central Africas, wapo watu wengi sana ambao wanatufuatilia. Kwa hiyo nimeona comment za watu, na ukipita kwenye mitandao ya kijamii I say leo imekuwa ya moto kweli kweli, yani si nisemeaje. Mimi naomba nimsome mwanahabari ambaye pia ni mtangazaji wa Clown FM na Clown TV, anaitwa Iman Rovanga. Kwenye posti yake ameweka ile video ya Madam Rita akiwa anazungumza kuhusiana na hiyo kauli ya vimedia uchwara. Ni moja ya wanawake ambaye mabinti wengi wanamtazama kama kioo katika ukuaji wao. Binafsi nina mengi sana ya kujifunza kutoka kwake. Blandi na heshima aliyojiwekea ni kubwa sana kwa kauli kama hizi. Naelewa changamoto wanazokutana nazo wanahabari wa online media. Watu wasichokielewa ni kuwa kwenye habari hakuna media ndogo. Nukuu hilo neno, kwenye habari hakuna media ndogo. Nina mifano mingi sana ya online media zinafanya kazi kubwa kuliko hata hizi mainstream media au media kubwa wanazozihusudu ama tunazozihusudu. Nina mifano mingi sana ya waandishi wa online wanafanya vizuri kuliko hata mainstream. Nina mifano ya online media zenye content kali kuliko mainstream. Nina mifano ya online media zenye influence kubwa kuliko hata hizi mainstream. Zinaitwa media uchwara, ndizo zinalisha content nyingi sana kwa mainstream media, ndio zimekuwa sauti za wananchi huko chini kuliko hata mainstream media. Ndizo zinalisha wanetu wanaojitafuta huko chini, na ndio zinazotoa hawa wanaoitwa watangazaji wakubwa na tunawahusudu. Kwa kifupi, media ni media. Zingatia hiyo nukuu. Kwa kifupi, media ni media na zina same impact kwa jamii, iwe digital, radio au TV, iwe unaitazama kama media kubwa ama ndogo. Kama unavyoona kauli yako moja kwenye media unayoitwa uchwara inaweza haribu brandi nzima. Yani anazungumzia kauli ya Madam Rita katika media uchwara, ndo leo hii imeweza kufanya jamii nzima ya Watanzania kuelewa kile alichokizungumzia. Elewa, jamii ya Watanzania tunaweza tusiwe wote kwa idadi milioni 60 lakini katika robo yake wakawa wameelewa leo Madam Rita alizungumza nini kuhusiana na media. Kwa tunapaswa kuelewa kuwa tunachokifanya leo kinaweza kikawa kina positive impact au negative impact, na tunatakiwa tuelewe kama unadharau media uchwara, hizi media ndogo, na ndizo media ambazo zimefanya leo wewe uombe radhi, unapaswa kujitafakari, unapaswa kuheshimu. Na wengi wamezungumzia ili jambo, ikiwemo Jumikita
ilimtaka Madam Rita. Hii Jumikita ni jumuiya ya wanahabari wa mitandao ya kijamii kupitia mwenyekiti wake ndugu Shaaban Matwebe alisikitika na kulaani juu ya kitendo ambacho kilifanywa na Rita Posen ama Madam Rita, na kumtaka na kuzitaka media za online kuto kumpa ushirikiano mpaka atakapojitokeza hadharani na kuomba msamaha juu ya kauli aliyoitoa. Kwa hiyo kiukweli, tunapaswa kuheshimu, hakuna media ndogo, usidharau hata kidogo. Wengi wao ambao leo wapo kwenye hizo mainstream, tukubali tukatae, hizi digital platform ndo zimefanya watu wafike hapo walipo, na hizo mainstream zipo chache. Wanahitimu wanafunzi wangapi kwenye hivi vyuo ambavyo vinatoa taaluma ya wanahabari? Wanahitimu wanataaluma wangapi ambao ni professional journalist? Watu wote hawa jamani, wataenda kupanga foleni kuomba kazi Wasafi, wataenda kupanga foleni kuomba kazi Clouds, wataenda kupanga foleni kuomba kazi FM, wataenda kupanga foleni waombe kazi Azam TV. Tuna vyombo vya habari vingapi? TBC na vyombo vingine vyote vilivyopo. Tunazalisha wanataaluma wa hii taaluma wengi kuliko vyombo vilivyopo. Sasa kama sio online platform kuwapa nafasi hawa watu, ili jukwaa lililokuja kama jukwaa huru na watu wanalitumia kwa ajili ya wao kupasha watu habari na kutafutia riski, hawa watu wangekuwa wapi? Wangekuwa katika mazingira gani? Kwa tunapaswa kujitafakari jamani, tusidharau kazi ya mtu, tusidharau kile anachokifanya mtu, na usimkatie tamaa binadamu anayepumua.